إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، تحذير المسلمين من مشاركة غير المسلمين في خصائصهم. أحبتي في الله، أيها المسلمون عباد الله، watukufu katika imani, katika khutba ya leo tunarudia yale ambayo tumeyazoea kila ikikaribia mwisho wa mwaka huu usiokuwa wa Kiislamu. Tunakumbushana kwa sababu ni jambo ambalo ni la msingi mno na ni muhimu mno katika dini yetu. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha kwa sababu hakika ya ukumbusho inawafaa na ina manufaa kwa waumini. Lianna al-insana yaghful, mwanadamu tabia yake ni kughafilika. Kwa ajili ya hiyo tumewekewa miongoni mwa misingi ya dini yetu ni kukumbushana yale ambayo tunayajua. Lakini pamoja na kuyajua kwetu, angalieni mazingira yetu, angalieni hali vile ilivyo. Ni wangapi katika Waislamu ambao wanashirikiana na wasiokuwa Waislamu katika mambo yao haswa ambayo inawahusu wao haswa, mambo ya kiakida, mambo ya kidini ambayo tumekatazwa na Allah tabaraka wa taala. Hakuna ushirikiano katika mambo ya kiakida Waislamu, katika mambo ya dini. Ni haramu kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika mambo yake hasa ya kiimani, ya kiitikadi, jambo lake la kidini. Haifai kwa hali yoyote ile. Kwa ajili ya hiyo, katika hutuba ya leo, kwa sababu ndio inanasikiana na tanbihi hii na ukumbusho huu, kwa sababu ikipita hutuba ya leo hatutopata tena nafasi ya kuwakumbusha waumini kunako uharamu na uzito wa kushirikiana
na wasiokuwa Waislamu katika sikukuu zao haswa na wao, katika mambo ya kiimani, katika mambo ya kiakida, katika mambo ya kidini. Ni haramu Uislamu, ni jambo ambalo hakuna khiari ndani yake. Ni jukumu la kila mas'ul, kila baba, kila mama katika nyumba yake kuhakikisha ya kwamba wale wote walioko chini yake yeye ni mas'ul juu yao mbele ya Allah tabaraka wa taala, wanafahamu mambo haya vizuri, waelewe ya kwamba haifai kushiriki kwa hali yoyote ile. Hata mtu akiwa rafiki yako kiasi gani, achilia mbali rafiki, awe ni bosi wako, lakini katika mambo yake ya kiimani, katika mambo ya itikadi, katika swala la dini, hakuna kushirikiana Waislamu. Leo tutaje baadhi ya hoja za kisheria, tulete dalili za kisheria zenye kumkataza Muislamu kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika mambo yake ya kidini, ya kiakida, qadhiyatul mu'taqad. Hoja ya kwanza katika suratul Nisa aya ya 140, Waislamu, na ni muhimu kila mmoja wetu kushika mambo haya, yasibaki tu kwa mashehe peke yake. Hii ni elimu ya dharura, kuijua dini yako pamoja na hoja. Maarifatu dini al-Islami bil adilla ni msingi katika misingi ambayo hutakiwi kukosa wewe kama Muislamu, kuijua dini yako pamoja na dalili yake. Suratul Nisa aya ya 140, Allah tabaraka wa taala anazungumza maneno makali, maneno mazito kuhusu jambo hili la kushirikiana na waliokwenda kinyume na dini yake Allah tabaraka wa taala. Wewe uliyokubali ukamwamini Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, angalia Allah anasemaje kuhusu kushirikiana na wasiokuwa Waislamu katika mambo yao ya kidini. Mengine yote tunaweza tukafanya, mengine yote tunaweza tukashirikiana, lakini ikija jambo la kidini hamna. Angalia Qur'ani vizuri, nitakutajia aya na sura yake na namba yake ili na wewe ukaangalie. Suratul Nisa 140, Allah tabaraka wa taala anasema, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن. الله تبارك وتعالى نسيب وحقيقة amewateremsheni katika Qur'ani hii ambayo tunayo. Kitu gani? Katazo kubwa nzito. An idha sami'tum, mtakaposikia nyie waumini popote mlipo, ayati llahi yukfaru biha, maneno ya Allah tabaraka wa taala watu wanazikufuru, wanazipinga. Kufuru hapa ni kupinga. Allah anasema hivi, wanadamu wanasema kinyume na alivyosema Allah. Ndio kufuru inayozungumzwa hapa. Mkisikia watu wanazikufuru aya za Allah, wanazipinga, wanazikana, wanazikataa, au yustahza'u biha, wanazifanya istizai maneno ya Allah,
fala taqudu ma'ahu, musikae na hao watu, musikusanyike na hao watu, musiwe pamoja na hao watu, hata yahudu fi hadithi ghairihi, mpaka wakati ule watawacha kuzikufuru aya za Allah na kuzifanyia istihzai aya za Allah. Na msipofanya hivyo, msipojitenga na hao wenye kuzikufuru aya za Allah na kuzifanyia istihzai aya za Allah, msipojitenga na wao, mkawa mbali na wao, Mwenyezi Mungu anasema innakum idhan mithluhum, hamtokuwa waumini tena, hamtokuwa waislamu tena, mtakuwa nyie mlioridhika, mkashirikiana, mkakaa pamoja, mkachangia pamoja na wale wenye kuzikufuru aya za Allah na kuzifanyia istihzai, mtakuwa nyinyi na wao ni sawa sawa. Ni jambo ambalo linamtoa Muislamu katika dini. Inaitwa katika somo la akida naqidun min nawaqidil Islam, ni kitenguzi katika vitenguzi vya Uislamu. Uislamu wako unatenguka, unabatilika, unakuwa si Muislamu tena kwa kuridhika na akida isiyokuwa ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu anasema yeye ni mmoja, ndio imani yako hiyo. Qul huwallahu ahad. Anakuja mtu anasema hapana, ni watatu. Mwenyezi Mungu anasema lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hajazaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wake. Anakuja mtu anasema hapana, alizaa na sisi tunasherekea kuzaa kwake. Alizaa na tunasherekea kuzaa kwake. Wewe Muislamu uende ushirikiane na huyu mtu ambaye amepinga wazi wazi. Mwenyezi Mungu anasema mimi sijazaa, yeye anasema hapana, umezaa, una mtoto wewe. Mwenyezi Mungu anasema mimi sina mtoto, na wale wanasema anaye mtoto. Ni haramu kwako wewe Muislamu kushiriki katika sherehe yoyote ambayo inahusiana na mambo ya kiimani na mambo ya kiakida kama mambo haya ambayo yanakuja. Lakini masikitiko makubwa, Waislamu wengi hawana habari. Utakuta watu ambao watakuwa wamejaa kwenye magarden na kwenye wapi beach na wapi, wengi watakuwa ni watoto wa Kiislamu, vijana wa kiume wakiwemo wa kike. Wazazi hawana habari watoto wametoka wanakwenda wapi, bali wengine watatoka kwa gharama za wazazi wao, bali wengine watapandishwa magari na wazazi wao wapelekwe out. Sherehe ya nani? Ya kusherekea kuzaliwa kwa mtoto wa Mungu. Umebatilisha akida yako tamaman. Ndio Mwenyezi Mungu anakuambia katika Nisa 140 kwamba innakum idhan mithluhum, mtakuwa nyinyi na wao ni sawa katika zile itikadi. Ni jambo kubwa Waislamu. Abdullah ibn Abbas ambaye ndio mufasiri wa Qur'an katika maswahaba kwa dua ya Mtume, Abdullah ibn Abbas anasema dakhala fi hadhihi al-ayat kullu muhdithin wa kullu mubtadi'in ila yawm al-qiyamah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambaye ndio mufassir katika maswahaba anasema tusifanyeni mzaha Waislamu,
Tusione haya ni mambo ya kawaida. Tumezoea mawaidha hayo ya kukataza watu kusherehekea Krismasi, tumeyasikia sana, lakini uko vile vile. Sasa sikiza vizuri ili ujue kwamba sio ya kuyazoea haya, kuna madhara makubwa yanakusubiri. Anasema inaingia katika aya hii, kullu muhdith, kila aliyefanya dhambi kubwa ambayo inalazimu kufanyiwa haddi ya sheria. Muhdith man ata kabiratan tulzimu alhadda, ni mtu aliyefanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo anatakiwa kufanyiwa punishment na adhaba ya Allah tabaraka wa taala. Huyu anaitwa muhdith. Wa kullu mubtadi, na kila aliyezusha anaingia katika hukumu ya aya hii. Kuna watu wawili, muhdith aliyefanya kosa kubwa mno katika wanadamu, anatakiwa kufanyiwa adhaba Allah anavyoelekeza, na kuna mwingine anaitwa mubtadi bid'a, mzushi aliyewacha ya mtume akafanya yake mwenyewe. Mubtadi haifai kukusanyika na watu hawa au makundi haya ya watu, kuketi nao, kusema nao, kushirikiana nao, kuchangia mambo yao kwa hali yoyote ile. Mpaka lini? Abdullah ibn Abbas anasema ila yaumil qiyama, kuanzia hii aya kushuka hukumu yake yafanya kazi mpaka mwisho ya dunia. Hakuna kushirikiana na yoyote aliyempinga Allah tabaraka wa taala. Wewe ushawahi kusikia ya kwamba kuna dhambi kubwa kuliko shirki? Waislamu wote duniani, ulama wote, pamoja na utofauti wa madhehebu zao, lakini watu wote wamekubaliana ya kwamba a'zamu ma naha Allahu anhu ashirku, kitu kikubwa, kosa kubwa ambalo Allah amekataza juu ya mbingu zote saba, ashirku, ni kumshirikisha yeye Allah tabaraka wa taala na chochote katika viumbe vyake. Sherehe inayokuja ambayo watu wengi katika Waislamu wamejiandaa kusherehekea ni sherehe ya kishirki. Bila mjadala, jambo kubwa mno, na ukitaka kujua ukubwa wake fungua suratu Maryam, soma aya ya 88 uendelee na hizo aya mpaka takriban 95 huko, ujue uzito na ubaya wa kile kinachokuja. Allah tabaraka wa taala anasema waqalu takhadha arrahman waladan, wanasema wao wenye kusema itakhadha arrahman waladan, ya kwamba Allah tabaraka wa taala ana mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, mumeleta uzushi, dhambi kubwa mno. Idda manake adhima jidda, dhambi kubwa ambayo hakuna kubwa baada yake, shirki nzito. Uzito wake umeelewa? Bado. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa fil qira'ati yanfatirna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda limadha an da'u lirrahmani walada. Bado Muislamu anaondoa famili nyumbani kuenda kusherekea, anabadilisha mazingira ya nyumbani,
watoto wavae vizuri, wang'are, kupikwe tofauti na hali ya kawaida, kuadhimisha ile siku ambayo Allah anasema imefanyika dhambi kubwa zaidi ndani ya siku hiyo. Kwa ukubwa wake mbingu zinataka kupasuka, ardhi yataka kupasuka, majabali yataka kuporomoka. Kwa nini? Kwa sababu tu ya wanadamu kuimba ya kuna kusherekea ya kwamba mtoto wa Mungu amezaliwa. Mbingu zinakaribia kupasuka, ardhi yakaribia kupasuka, majabali yanakaribia kuporomoka, yaanguke, yasiagike kwa sababu ya hayo maneno Waislamu. Ukieleza asiyejua anaweza akadhania kwamba hizi ndio zile imani kali ambazo huwa tunaambiwa. Kwa nini yule mtu yeye asherekee na sisi Idi, alafu sisi tusisherekee na yeye? Akija kwetu kwa Idi tunampa chakula, kwa nini yeye akitupa chakula tusile? Yule mtu rafiki yangu bwana, mimi natoka na yeye mbali, kwa nini nisisimame naye? Kwa nini nisimpongeze? Sasa utajibu wewe kama utabakia katika Uislamu ama utatoka. Itabidi ufanye mipango na mapema ya kutoka, kwa sababu hakuna nafasi hiyo katika Uislamu. Ulama wanasema yeye akija kwetu siku ya Idi amesimama na sisi kwa sababu tuko kwa haki, hakuna tatizo. Sharakana fil haqi la haraja fi dhali, lakinna la nusharikuhu fil batil. Fahimta? Akija kwetu hakuna tatizo, tuko kwa haki, lakini hufai wewe kwenda kwake kwa hoja ya kwamba alikuja kwako, kwa sababu utakuwa umekwenda kushiriki nini? Batil, kisichokuwepo, maovu. Ndio nakupeleka sasa katika suratul Maida ili uelewe vizuri. Suratul Maida aya ya 2, Allah tabaraka wa taala anasema, mwisho wa aya ndefu, kwa na subra. Suratul Maida, soma aya ya 2 mpaka mwisho, sio mwanzo mwisho. Allah tabaraka wa taala anasema, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu. Mmoja wenu asimame na mwenzie, ampe support yake, ampe mchango wake katika mema, katika kheri, katika uchaji Mungu. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, na msisaikatazo la wazi, halitaki mjadala ustadi. Wala taawanu, hii inaitwa la nahia, yani nahi, kukataza. Msisaidiane kamwe, ni Muislamu si Muislamu, msisaidiane katika maovu. La yajuzu lilmuslim an yusaida musliman akhar fil ithmi au ghayra almuslim, la yajuzu. Anasema Ibn Jarir at-Tabari katika tafsiri yake, anasema la yu'in ba'dukum ba'dan ala al-ithmi ala fi'li ma naha Allahu anhu au tarki ma amara Allahu bihi. Mmoja wenu asimsaidie yoyote katika kufanya jambo ambalo Allah amekataza, au kumsaidia katika kuacha jambo ambalo Allah ameamrisha. Kuna zaidi ya ufaswaha wa maneno ya Qur'ani, bado watafuta wewe. Hebu angalia palivyokaa hapo. Anasema msisaidiane kwa maovu. Yameisha ama hayajaisha?
msisaidiane kwa maovu, sawa ni Muislamu au si Muislamu. La yajuzu an tusharikahu fil ithmi. Maida aya ya pili. Twende Maida hiyo hiyo, fungua aya ya 51, uangalie ilivyokuwa wazi zaidi ya hii. Utashangaa kinachozungumzwa ni kitu kimoja tu, katazo la kushirikiana na asiyekuwa wewe katika mambo yake ya kidini, haswa na yeye. Maida 51 Allah amewataja Sheikh waziwazi. Utaogopa wewe, lakini Allah amewataja. Sasa sijui tutafanyaje. Allah anasema 51 Maida, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-naswara awliyaa. Waziwazi, ba'dhuhum awliyaa ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Laiti watu wangelielewa moja kwa moja bila kutafsiri, yani maneno yaliyokuwa wazi katika kukataza. Haitaki mjadala sana, lakini ustazi, unajua kuna shekhe mwingine anasema hakuna, Mwenyezi Mungu anasema, hakuna shekhe anasema hapa. Mwenyezi Mungu anasema msiwafanye Mayahudi na Manaswara kuwa ni vipenzi vyenu. Hivyo ndivyo ilivyo. Wataka hutaki, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa nini? Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wao kwa wao ni marafiki. Wao kwa wao ni marafiki bilieni, hasatan katika jambo la dini. Ikifika ni jambo la dini, wako pamoja kivyo vyote watakavyotofautiana, lakini ikifika ni jambo la kidini, dini ya hii la ilaha illa Allah, wanakuwa pamoja. Mwenyezi Mungu anasema msiwafanye vipenzi mkashirikiana nao katika mambo yao ya kidini, mkachangia. Ulama wanasema sasa kusherekea ni katika kuwapenda na ni katika kusupport, kwa sababu huwezi kusherekea kitu kwamba hupendi. Ukipenda ni unasherekea. Walakinna akthara nasi la ya'lamun. Hilo tatizo, Waislamu wengi hawajui. Bali kuna watu wako katika Uislamu lakini wanaonelea, fikra zao zinawaambia kwamba yote ni dini bwana. Wallahi wako watu katika Uislamu wanaonelea kwamba yote ni dini bwana. Wale wanaabudu na sisi tunaabudu. Na watu wa Ramadhani mpaka Ramadhani. Watu wa Ijumaa wanatabu hawa watu. Yeye anaonelea kwamba yote ni kuabudu. Kwa hivyo yule anaenda Jumapili, mimi naenda Ijumaa. Tofauti kwa ni kweli, wewe na yeye hakuna tofauti kabisa. Hivyo ulivyoelewa. Si wewe ni wa Friday to Friday, Ramadhan to Ramadhan, na yeye ni wa Sunday to Sunday. Mko kabisa kwa line moja 100%. Mwenyezi Mungu anasema wa man yatawallahu minkum, yoyote ambaye atashirikiana na wao katika mambo yao ya kidini kama haya ambayo yanakuja, fa innahu minhum, mjue ya kwamba mtu huyo ni katika wao. Inna Allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin, Mwenyezi Mungu hawaonyeshi njia ya sawa waliodhulumu nafsi zao kwa maovu kama haya ya kusherekea pamoja na wasiokuwa Waislamu mambo yao ya kidini, ya kiakida, ya kuamini ya kwamba Mungu ana mtoto. Wallahi umebatilisha ile akida ya Kiislamu yote, umeiporomosha yote, umeivunja tamaman, haipo tena. Mungu anasema yeye ni mmoja, wanasema ni watatu. Mungu anasema hakuzaa, wewe unasema wamezaa, na unaenda kusherekea.
unashinda na mnyama kabisa, ili ujue isipochinjwa Waislamu hawatakula. Huruhusiwi hata kula nyama iliyopikwa kwa ajili ya ile sherehe. Huruhusiwi hata kusema happy merry Christmas. Wallahi lazim huruhusiwi. Kufunga mdomo mpaka yaishi. Kaa nyumbani mpaka yaishi, unless uwe na haja zako. Huruhusiwi kuchangia hata kutoka na wao. Twende kwa suratul Mumtahina, aya ya kwanza kabisa, suratul Mumtahina. Allah tabaraka wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu. Hapa wanazungumzwa zote zikija ya ayyuhalladhina amanu, kwa sababu kuna tatizo upande ule wa pili. Ndio naitwa wewe uliyeamini, kuna shida kule ambapo hakukuamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Katazo la wazi. Ndio nikasema laiti yalikuwa yakisomwa moja kwa moja tunaelewa. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhi bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Angalia, Mwenyezi Mungu anasema enyi mlioamini, msiwafanye wale ambao hawakuamini kuwa ni vipenzi, mkashirikiana nao katika mambo yao ya kiitikadi, ya kiimani. Wallahi leo kuna hata baadhi ya Waislamu wanaingia kanisani kabisa na kamera zikachukua, na saa zingine mtu hata ni kiongozi, tena watu wa kamera wanakusudi wanamuonyesha kila mara, yani kana kwamba wanawaambia angalieni huyo kanisani, wanamuonyesha tena wanarudia kana kwamba wao pia wanajua ya kwamba ule alikuwa hafai kukaa pale, kwa hivyo wanamuonyesha. Hapo ndio tumefikia, ujinga wa hali ya juu. Watu hawaja kulazimisha uingie kwao, wala hakuna aliyekualika usherekee naye. Wewe wajipatabu ya nini? Umealikwa nani? Yanakuhusu. Lakini ujinga kule kutojua, sisi tunakwenda tu kama vile maji ya mvua. Mungu anasema msishirikiane na wasiokuwa nyinyi katika mambo yao ya kidini kabisa. Kwa nini? Wamekataa yale yaliyowafikieni nyie, yale yaliyoteremshwa kwenu ya haki, wameyakataa. Sasa kama wameyakataa, kwa nini nyinyi mwakubali yao? Haya, twende kwa suratul Kafiruna. Uniambie kama kuna pa kukimbilia. Wewe ambao watafuta mwanya, twende kwa suratul Kafirun. Ni nani asiyejua suratul Kafiruna? Sisi hapa sote, paka watoto wetu. Pengine niambie tafsiri, atatafsiri ya tafsiriwa suratul Kafiruna. Sababu ya suratul Kafiruna ni haya ya watu kuingia kanisani, ni haya ya watu kushirikiana na wasiokuwa Waislamu katika mambo yao hasa ya kidini. Lakini Waislamu saa zote tunajifanya kulalia masikio kwa hatuelewi, hatujui. Wallahi Qur'ani imejaa hoja za kukataza mambo haya. Waislamu ni mambo ambayo hayana mjamala ndani yake, hayana mzaha ndani yake, hayataki mchezo kwa hali yoyote. Ikifika jambo la kidini, kila mmoja akae kando, kama vile ilivyokuja katika suratul Kafirun. Kureishi, Waarabu wakati wa Mtume, washirikina walikataa kuamini, lakini wakamwambia Muhammad, kama wataka tukuamini japokuwa hata kwa shingo upande, kubali na wewe yale yetu, uje na sisi, mara nyingine tuabudu kwetu, na mara nyingine na sisi tutakwenda na wewe tuabudu huko kwenu. Yani kama vile tukubaliana kwamba Sunday twende kanisani na Friday twende msikitini. Ndiyo sababu ya sura hii Mwenyezi Mungu akampa Muhammad sallallahu alayhi wasallam majibu kuambia, kul ya ayyuhal kafirun, waambie enyi kafiruna mliomkataa Allah, la a'budu ma ta'budun. Yanajulikana haya,
siabudu yale ambayo mnayaabudu, wala nyinyi hamuabudu yule ninayemwabudu, wala haitotokea, sio sasa wala mbeleni huko, mimi kuabudu yale ambayo mnayaabudu, wala nyinyi haitofanyika hivyo kuabudu yule ambaye ninamwabudu, mpaka saa zile mtaingia katika Uislamu mkubali. Mwishowe ambapo ndio muhimu zaidi Muislamu, lakum dinukum waliya din au wali dini. Mbona maneno yako wazi? Lakini kwa nini sisi hatubadiliki? Kwa nini kila mwaka ikifika tuko vile vile? Tunapuuza. Sasa kama ni kupuuza, ni kurudishe kule juu katika Maida, ile aya ya pili katika Maida. Kama tunapuuza, ni kurudishe kule juu. Mwisho kabisa Allah aliposema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alismi waludwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Ikiwa hamtosikia, kama hamtokoma, mkaendelea na kupuuza na kushirikiana na wasiokuwa nyie katika mambo yao ya kidini, hasa na wao, mkajifanya hamsikii, mjue ya kwamba inna Allaha shadidul iqab, Mola wenu Allah tabaraka wa taala ni mkali mno kwa kuadhibu. Ulama wetu akiwemo Muhammad bin Jarir al-Tabari anasema subhanallah, hadha tahdidun shadid wa wa'idun shadid liman tajarra'a ala ma'siyati Allah. Imam Tabari anasema ni masikitiko makubwa, hili ni tishio kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa yule ambaye atajifanya ya kwamba hasikii. Allah atamwadhibu, na Allah ni mwingi wa adhabu na mbinu zake za kuadhibu ni nyingi mno. Miongoni mwa adhabu zake Allah tabaraka wa taala, Waislamu, ni kushukiwa na kuteremkiwa na hasira za Allah. Waweza wewe ukabakia hivyo unavyoona, lakini hasira za Allah zimekupata kwa sababu wale mabwana wakiwa katika yale mambo yao inashuka hasira ya Allah. Haya ni maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaliyosihi kabisa kwamba la tadkhulu ala al-mushrikina, msiingie kabisa kwa washirikina, fi kanaisihim, katika kanisa zao au sehemu zao, yauma idihim, wakiwa katika mambo yao hayo, fa inna sakhwa tanzila alayhim, waenda pamoja na wao bichi, na wewe wakwenda kuvua nguo kule, wajianika kule, waenda pamoja na wao kwenye mahadika na wapi magarden, waketi kule na wewe tu wasema unarusha roho. Fa inna sakhwa tanzil alayhim, hasira za Allah zile zilizosababisha mbingu zitake kupasuka na ardhi itake kupasuka na majabali yatake kuporomoka, hasira za Allah zinawashukia wale watu. Kaifa tushariku ma'ahum, utashiriki vipi na hali kama hii? Waislamu, nadhani tumerefusha sana, lakini mambo haya ni ya hatari. Kila mwenye majukumu, kila ambaye ana masuhulia, kuna watu chini yake, aelewe uhatari wa mambo haya. Usiambie watu nendeni mkacheze, la, waambie leo hakuna kutoka. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth bi khayri din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakunyamazia mambo haya, pamoja na wingi wa hoja katika Qur'an. Lakini unapoangalia katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya muda nitataja hadithi mbili peke yake ili tuswali. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza maneno mazito mno kuhusu jambo hili. Hadithi ya kwanza
ni hadithi ambayo imepokelewa na Imam Abu Daud na Imam Al-Albani rahimahullahu, anasema hadithi ni sahihi, haina kesi. Kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadithi fupi, na hii katika Jawami'ul Kalim, hadithi fupi lakini maana yake ni kubwa mno. Ulama wanasema yoyote katika nyinyi Waislamu ambaye atajifananisha na wasiokuwa Waislamu katika mambo yao haswa na wao, especially mambo ya kidini ya kiakida, au mavazi ambayo ni haswa na wao, kama mtu kuvaa msalaba, yani msalaba mathalan, ambayo ni alama hasa ya kuonyesha kwamba huyu ni mnaswara, akaivaa kwa kuridhika nayo, Mtume anasema fa huwa minhum. Angalia uzito ulioko hapa. Mtu yule atakuwa amebatilisha Uislamu wake, amekuwa yule aliyejifananisha naye. Haya mambo sisi tunayafanyia mzaha, especially sisi vijana wa Kiislamu. Tunaona wakati bado, wacha wazee wakae kando, lakini sisi bado tuko na nguvu. Tutakwenda bishi kama kawaida, tutakwenda kwa mahadika kama kawaida, tutawachukua mabinti tuwapeleke kama kawaida, kwa sababu unajidanganya kwamba wewe bado utapatwa na hasira za Allah, utateseka maisha yote. Hasira za Allah zitakukuta huko kwendako, usumbuke maisha yote. Allah ni mkali wa kuadhibu, na unapoambiwa kuadhibu usitarajia khera peke yake, adhabu yaanza hapa. Tusijifanye wajanja. Lakini hata hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi nyingine ambayo ni mutafaqun alayhi, safi kabisa, haina kesi, Bukhari na Muslim, Sheikh, maneno ya wazi, haihitaji tafsiri. Mtume anasema kutoka kwa huyo Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Mtume anasema khalifu al-mushrikin. Shaona maneno ya wazi kama hayo, khalifu. Hata nadhani kwa Kiswahili pia ni hivyo. Khalifu kwa Kiswahili pia ni hivyo. Mtume anasema khalifu al-mushrikin wa khalifuni washirikina. Hata kwa Kiswahili bado kuna hoja unataka, bado wewe wataka mashehe wakuambie kama yafaa kula chakula ama haifai. Ustadhi, ukikula chakula inafaa. Wewe umeambiwaje? Khalifu al-mushrikin, nendeni kinyume na wao, msishirikiane na wao. Waislamu, Ibnul Qayyim anasema haifai kutoa pongezi, haifai kushiriki kwa hali yoyote, yani kumwambia siku njema, sijui na ubarikiwe. Hakuna, ni kunyamaza kimya na kuleta istighfari na kumwomba Allah tabaraka wa taala salama kutokamana na balaa kubwa iliyoko ndani ya hii siku. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu anil khulafa'ir rashidin وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.